Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sunnati wal jamaa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi hathana bit-ta'a wa ala alihi wa sahbihi ulil huda wash-shaja'a. Langu jina ni Ustadh Maalim Omar. Karibu tena mtazamaji wa Rapture TV, maisha mitindo. Leo tuko ndani ya Ramadhani ya 20. Kumi hili tulioanza nalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepokewa kuwa linapoingia kumi la mwisho yeye alikuwa shadda mizara, akikaza kibwebwe chake. Imepokewa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye Ramadhani ilipokuwa ikiingia alikuwa akiipokea kwa taratibu, tofauti na sisi ambavyo ikiingia Ramadhani huwa tunaipokea kwa fujo, tunakuwa tunajaa sana msikitini. Lakini kadri Ramadhani inavyozidi kwenda mbele, watu wanakuwa wanazidi kupungua katika nyumba za ibada. Lakini Bwana Mtume yeye hakuwa hivyo. Yeye Ramadhani ilipokuwa ikiingia alikuwa akiipokea kwa taratibu, lakini kadri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, yeye ndo alikuwa akizidisha na kukithirisha ibada. Kama ilikuwa ni kusimama usiku, basi alikuwa akisimama sana Bwana Mtume. Lakini pia vile vile Qur'an alikuwa ikisomwa sana, tofauti na sisi ambavyo leo tunakuwa tunaipokea kwa shangwe, kwa fujo zote. Lakini kadri inavyozidi kwenda tunakuwa tunapungua katika nyumba za ibada. Hii tunakuwa tunakwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye kana idha dakhara ashrul awakhir shadda mizara, kwamba ilipokuwa ikiingia kumi hili la mwisho yeye alikuwa akikaza kibwebwe, kisha akiwaamsha watu wake kwa ajili ya kukaza, yani na kuendelea kufanya ibada kwa spidi kubwa na kwa nguvu zote, kinyume na sisi ambavyo leo tumekuwa tunapungua katika nyumba zetu za ibada. Kwa hivyo tutambue kuwa tunakwenda kinyume na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama hivyo tunavyofanya kuwa tunapungua kwa kuwa Ramadhani inaelekea kuisha, basi na sisi tunapungua katika nyumba za ibada, tunakuwa tunakwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia Bwana Mtume yeye ndiyo kioo chetu, ndiyo kiigizo chetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, kwamba Bwana Mtume amekuwa kwetu sisi ndiyo kiigizo kilichokuwa chema. Ikiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo kiigizo chetu chema, sasa kwa nini tunakwenda naye kinyume, kwamba Ramadhani inapoingia tunaipokea kwa spidi, kisha Ramadhani inapoelekea kuisha huku tunakuwa tunapungua katika nyumba za ibada, tunakuwa wachache kabisa, hata zile ibada zetu zinakuwa ni za kuibia. Kwa hivyo tuende na mafundisho ya Bwana Mtume ikiwa yeye ndiyo kiigizo chetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale kwa mazuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.